Bwana, kwa kuwa yeye ameniona, nitamwimbia Bwana. Mimi naitwa Cuthbert Albert Joseph, alimaarufu kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Mara nyingi mitandao watu hawaamini, wanafikiri labda ni mambo ya AI. Lakini mimi nilivyoona na chombo kilichoripoti niliamini, na ndio maana nikaamua kuja, na ninawaomba wananchi, sisi tumekuja kama wananchi, si kwamba tunatosha hii familia kuisaidia. Bado hii familia inahitaji msaada wa watu wengi tofauti tofauti watakaoguswa waje kuisaidia. Kwa sababu maisha haya unayoona ni hadithi. Tunajaribu kutengeneza hadithi nzuri ili baadaye hata tukifa basi watu waweze kusoma hadithi zetu kwa maana sisi tulikuwa tunafanya vitu ambavyo ni vya kibinadamu. Mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, najua kwamba siku si nyingi lazima nao wataweza kufika, kwa sababu hili ni jambo la kibinadamu, na unajua falsafa ya CCM ni kazi na utu. Sisi kwa uwezo wetu kibinadamu tumeona watoto tuwanunulie viatu vya shule, lakini pia tuwanunulie viatu kwa ajili ya kutembelea, yani wakitoka shuleni basi japo hawapekui wanatembea mtaani wakiwa na viatu. Tumewajaribu kuwaletea sabuni za kufulia, sabuni za kuogea, kama hivyo tumewaletea chakula, gunia la mahindi, tumewaletea mboga, na pia tumewachia kishika kidogo mkono kwa ajili ya kununua vitu viwili vitatu. Tumewaletea madaftari ya kutosha ambao wanaweza wakaenda nayo mwaka mzima, kwa sababu tumewaletea madaftari 50. Kwa hii kipindi kilichobaki wanaweza kumaliza. Tumewaletea peni, vifutio, penseli, vitu vingine ambavyo tumeona kwamba kibinadamu watoto wanaweza vikawasaidia kwa ajili ya kusoma. Lakini pia tumesema kijana huyu mkubwa ambaye ana ndoto za kuwa mwanajeshi, yuko darasa la 7 na anafanya vizuri. Tumesema sisi kama familia tutabeba majukumu yake kuanzia Januari mwaka kesho. Vitu vyote vya shule sisi tutavibeba mpaka atakapomaliza form 4. Kwa majina naitwa Sara Matias au Mrs. Cuthbert. Changamoto ya hii familia, sisi kama familia yetu tumeipokea kwa masikitiko sana, kwa sababu tumeona hii familia na watoto wenye uhitaji, hawana mtu wa kuwasaidia, hawana mama, hawana baba wa kuwaletea mahitaji. Katika familia yetu tukaguswa na hii familia, ili kuja kuitembelea angalau na sisi tulete vitu vitakavyowatia nguvu baadaye katika masomo yao na katika maisha ya mtaani wanavyoishi. Mimi kama mama najua changamoto anayopitia mama mwenzangu wa hii familia kulea hawa watoto. Alitakiwa walee, lakini kwa sasa wanamlea watoto. Ni kitu kigumu sana. Unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini kwenye akili za kibinadamu ni kitu kikubwa mno, na ni kigumu sana kukifanya hawa watoto kumhudumia yule mama. Changamoto ni kubwa sana. Kwa hiyo sisi kama familia tukakaa na mzee, tukaelewana, tukashauriana, tukaona tulete chochote kitu kitakachoweza kuwasaidia ndani ya muda mchache watakokuwa wanakitumia. Kwa hiyo familia yetu ndio tulichokitoa, tulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu, kiwasapoti hao watoto, kiweze kuwawezesha na masomo yao, wasikate tamaa, bali waendelee kwenda shule ili watimize ndoto zao walizojiwekea wao kama watoto na familia yao, baadaye kuja kumsaidia mama kikubwa zaidi. Kama sana mahitaji gani, au umeenda hospitali pale kaambiwa kiasi gani kilichoshindikana, nikawaambia mpaka nipate vipimo. Sijapata vipimo, nikishapata vipimo sasa ndo nitasema kwamba inatakiwa kiasi gani. Wakaniambia sasa hizo namba unazoziona hizo save, ila ukishafika kule hospitalini wakishasema kwamba ni nini kinatakiwa utatuambia. Changamoto kubwa iliyopelekea sisi kuwa na maisha haya ni maradhi ya mama yetu aliyemkuta amelala pale kitandani. Baada kuna mjomba wangu mwingine naye alikuwa anatoa msaada, lakini Mungu ndo akampenda zaidi. Kuna wakati sisi na wadogo zangu tulikuwa tunalala njaa,
na darasani tulikuwa tujisikii vizuri. Kwa mnakuwa mnapata siku mnakuja kuwaona, lakini mwisho wa siku shida zikao zinaongezeka. Ingawaje palikuwa na mtegemezi tangu mwaka jana mwezi wa 5, mtegemezi wao akawa amefariki, lakini kulikuwa na wategemezi wawili ambao walikuwa na support nao kawa walemavu wakavunjika mikono wako Morogoro huko. Kwa hiyo sasa sisi kama serikali ya kijiji, michango yetu wao tunatenga visiku mnakuja kuwaona. Mama analijua hilo, analifahamu sana. Kwa hiyo sana sisi hapa ni kwingi sana kuja. Hii ni Tanzania Habari.